Ibana, hii ni Off Mic ya Talent Media. Tumezungumza na Madi Ali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Tumeona juzi kati hapa wameweza kufanya press conference wasanii wa kongwe wote. Tulimuona moja kati ya wasanii wakubwa sana alikuwepo pale, namzungumzia Fid Q, alikuwepo Feruzi, kina Daz Baba, walikuwepo wasanii wengi sana. Sasa kuna taarifa zikawa zinaeleza kwamba inawezekana huu mchongo ni wa mtu binafsi. Mbona kama kuna wasanii wengine hawajastuliwa na hawakuwepo, yani hawajui kinachoendelea? Kana sio kweli, lazima tumtafute Madi atuambie kwamba bana, huu mchongo ni wa nani? Mbona kama umekaa watu wanalalamika hivi? Ni serikali imeamua kuingiza mkono wake kusapoti wakongwe wa muziki waliochonga barabara ya muziki wa Bongo Flava. Tunafahamu ni kuelekea katika ile miaka 30 ya Bongo Flava. Tumeona wasanii mbalimbali walikijumuika wakisema kwamba wanaenda kuipa heshima Bongo Flava. Madi Ali ameonekana akiwa kipaumbele sana, akiwa connect wasanii wenzake na nyimbo yake mpya ambayo imefanya vizuri. Tumeona pia inafanya trend sana kwenye zile YouTube Music pale Tanzania. OVV. So nikajaribu kumtafuta Madi Ali atuambie bana, mbona washikaji wengine wanalalamika lakini wengine wametulia, wanasema mchongo umekaa vizuri? Je, hawa ambao wanalalamika ni kwamba sio wasanii au kuna baadhi ya vitu tu ambavyo vinaonekana kama vijakaa sawa? Madi Ali atuambie bwana, bwana hii imekaje, mbona washikaji wanalalamika sana? Okay, sawa, umemsikia Madi, lakini tunataka kufahamu sasa, mchongo ni wa serikali Madi, ama nani ambaye amekuja na hii project mezani? Ni wewe au mmekaa kama ile Bongo Flava hana ya Mr. Two Sugu, mkasema labda wewe Faridi kubanda pale, mkakaa labda na kina Chida nini, mkasema tutengeneze kitu? Sasa hii project, hebu tufungue masikio wadau wa muziki kwamba hii project ni ya nani? Je, ni ya kwako Madi au ni ya serikali fulani hivi kupitia wizara na vitu kama hivyo? Lakini vipi, inaanza lini? Je, mtafanya tour mikoa mbalimbali au imekaje Madi? Hii ni project ya Madi. Madi ni mmoja kati ya wale ambao walikuwepo au wamekuwepo au wapo kwenye kuhudumu muziki. Nilipata wazo kama miezi 6 nyuma iliyopita, nikawaita marafiki zangu wote ambao tulikuwepo way back huko, tukafanya pamoja wimbo, and then nikakaa nao ule wimbo, lakini nikawa nafikiria namna gani release, and then nikisha release nini kitafuata, kwa sababu kila siku ngoma nyingi zinatoka na ngoma zimekuwa nyingi, kwa hiyo yani itachukua muda mfupi, afu mimi sikutaka iwe hivyo, iwe muda mfupi. Nilikuwa nataka hawa wanangu ambao tumefanya kwenye huu wimbo basi wapate nafasi ya wao sasa kuamka kutoka kule ambapo wamelala, waendelee kufanya hii game, waendelee kufanya huu muziki, kwa sababu walikuwa wameshakata tamaa. Wengi wao wanahisi kama vile muda wao umeshaisha kutokana na watu namna ambavyo wanawatengeneza, wanawaita legend, wakongwe. Kwa mtu akishaitwa hivyo anahisi labda yeye amedogodoshwa, lakini mimi nikachukua kwamba hii wakongwe iwe ndo kama heshima. Sasa mtu akikuita mkongwe, mwambie yes, mimi ni mkongwe, na unamuonyesha shughuli yako ya wewe ya ule ukongwe. Na nadhani ndo hicho ambacho kilienda kufanyika kwenye ule wimbo. Ule wimbo umepokelewa vizuri, umependwa, umekaa sana kwenye chat tofauti, mpaka sasa hivi nafikiri upo YouTube trend huko, si namba 6, si namba 5, vitu kama hivyo. So ni vitu ambavyo machizi wengi ambao wamefanya humu walikuwa hawavipati, so kidogo tumewarudisha kwenye ile nafasi ambayo tunataka, ambao walikuwaga nayo. Pia nilikuwa natamani ibakie historia ibakie. Kuna watoto wengi hawajawahi kumuona Sogi akipanda kwenye jukwaa. Kuna wengi hawajamuona Inspector Harun na Gangwe Mob, hawajamuona GK, wanawasikia tu. Kwa hiyo hii ni time sasa, tunataka historia ibakie, hivi vizazi au hiki kizazi cha sasa hivi kiwajue hawa, kiwaone hawa, na nani anayeweza kuwaonyesha hawa? Ni sisi wenyewe wana Bongo Flava. Ni kina nani? Ni pamoja na mimi Madi. Kwa hiyo ndo tumetengeneza swala hilo, tumewaza wazo hilo na tumelipeleka, na nafikiri soon tutaanza kuwatangazia shughuli inaendaje.
Hatujawaza kuishirikisha serikali moja kwa moja, lakini naamini tutahitaji ulinzi. Ukihitaji ulinzi, ina maana tayari umeshaishirikisha serikali. Kwa hiyo labda kama uko mbele kutakuwa kuna vingine vyovyote vile, mimi nafikiri hapo ni nyumbani. Nitakuja nitawaelezea kila kitu ambacho tutakuwa tunataka kukifanya kwenye hii miaka 30 ya Bongo Flava, na shughuli itafanyika Mlimani City tarehe 10 mwezi wa 7, na hii itakuwa ndo inafungua, lakini tunazo kila sababu za kutembea kwenye mikoa zaidi ya 10 na tayari yote ipo kwenye mstari. Tutatembea kuwashukuru wote ambao walitusapoti toka kipindi hiyo. Tuko machali, tuko madogo, mpaka sasa hivi tumekuwa watu wazima. Tutarudi kuwapa shukrani zetu. Tutafanya mitasi yote ya kijamii, tutatembelea mahospitalini kuwaona ndugu zetu, marafiki zetu ambao labda wamepata changamoto ya kiafya, wapo kule lakini wanatamani kumuona Jumaneti, hawajamuona. Wanatamani kumuona Sina. Tutaenda jela, magereza yote ambayo tutaweza kuyafikia, kuwafata wale marafiki zetu ambao nao labda tulipishana nao miaka kibao kwa Juma, hawajamuona tena, kama Dully Sykes. Mimi nafikiri kuna vitu vingi sana tutavifanya as a legend aka Wachonga, ndo tunakuja raundi hii kwa namna hiyo. Kwa hiyo ambia wadau wote, hiki kitu bado hakijafanyika, ila kinakwenda kufanyika. Kwa hiyo ataitwa muda ukifika. Sasa hivi bado